Karibu katika TRA na mlipa kodi wiki hii. Ni mukhtasari wa matukio yaliyofanywa na TRA kuanzia tarehe 27 April hadi tarehe 3 Mei 2026. Katika wiki hii mamlaka ya mapato Tanzania TRA imeendelea kuonesha dhamira yake ya dhati ya kuhamasisha ukusanyaji wa mapato kwa hiari pamoja na kushirikiana na jamii kwenye matukio mbalimbali ikiwemo utoaji wa elimu ya kodi. Mei Mosi mwaka 2026, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amemkabidhi cheti mfanyakazi bora wa Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa mwaka 2026 ambaye ni afisa msimamizi wa kodi Bi Grace Mwakipesile, ikiwa ni kutambua mchango wake katika ukusanyaji hodari wa kodi. Hapo awali Mheshimiwa Rais alitoa tuzo ya shukrani kwa TRA kwa udhamini na ushiriki katika maadhimisho ya siku ya Mei Mosi mwaka 2026. Tuzo hiyo ilipokelewa na naibu mkurugenzi wa utawala wa TRA Bwana Nahoda Pando Nahoda kwa niaba ya kamishna mkuu wa TRA. Aprili 29, 2026, kamishna mkuu wa TRA Bwana Yusuf Juma Mwenda amezindua awamu ya pili ya kupokea mawazo bunifu kutoka kwa umma, ikiwa na dhamira ya kuongeza wigo wa ukusanyaji kodi na kuboresha huduma, huku mshindi wa kwanza kujinyakulia donge nono la shilingi milioni 50. Kamishna mkuu amesema uzinduzi huo ni mpango wa mamlaka kutoa fursa kwa jamii kushiriki moja kwa moja katika mageuzi ya mifumo ya kodi, na ushiriki wa umma utakuwa kichocheo cha kuongeza ufanisi na kuboresha huduma. Aprili 30, 2026, walipa kodi mkoani Njombe walipata fursa ya kuhudumiwa na ofisi inayotembea, ambapo wafanyabiashara wameeleza kufurahishwa na huduma za kikodi wanazopata kupitia ofisi inayotembea ya TRA. Ofisi hiyo imekuwa ikizunguka maeneo mbalimbali nchini ili kusaidia shughuli za utoaji huduma kwa walipa kodi na kuongeza kiwango cha ufikiwaji wananchi wengi kwa wakati. Ofisi hiyo ilifika mkoani Njombe kuongeza wigo wa utoaji huduma katika maadhimisho ya siku ya Mei Mosi. Wiki hii TRA imeonyesha dhamira yake ya dhati kuilinda jamii kwa kukamata bidhaa za magendo maeneo mbalimbali nchini kama vile mkoa wa Pwani, mkoa wa Tanga na mkoa wa Kilimanjaro, ambapo lengo kuu likiwa kulinda afya ya jamii dhidi ya bidhaa zinazoweza kuhatarisha maisha. Kwa ujumla, mamia ya madumu ya mafuta ya kupikia yamekamatwa kwa wingi, yakiingizwa kwa jamii bila kufuata taratibu za kiforodha. Huko Kilimanjaro yalikamatwa magendo ya mazao ya makadamia yaliyokuwa yakiingizwa nchini kinyume cha sheria. Kwa ujumla, mafanikio ya utekelezaji wa majukumu ya TRA yamechochewa na ukaribu wake na jamii, huku mamlaka ikiendelea kuwakumbusha wafanyabiashara kuwasilisha ritani zao za biashara ndani ya muda stahiki. Aidha, TRA inawakumbusha wananchi wote kushirikiana kwa pamoja ili kuendelea kupambana na usafirishaji au uingizaji wa magendo nchini, ikiwemo mafuta ya kula, kwani magendo hayo yanaweza kusababisha uwepo wa mafuta ya kula yasiyokidhi viwango vya usalama, kuongezeka kwa magonjwa ya tumbo, hatari ya magonjwa ya moyo na saratani. Aidha, magendo yanasababisha kupotea kwa mapato ya serikali, kuongezeka kwa bidhaa hatarishi na kudhoofisha uchumi wa ndani. Kodi yetu, maendeleo yetu.